DW Dunia Yetu leo mchana. Rais wa zamani wa Kongo Joseph Kabila awasili katika mji wa Goma unaoshikiliwa na waasi wa kundi la M23. Rais Donald Trump wa Marekani aghadhabishwa na Rais wa Urusi Vladimir Putin kwa kuendelea kuishambulia Ukraine, na watu zaidi ya 50 wauawa huko ukanda wa Gaza. Jambo msikilizaji, na karibu moja kwa moja katika uchambuzi wa dunia yetu leo mchana, tukianzia huko mashariki mwa Kongo. Kundi la waasi wa M23 limesema kwamba rais wa zamani wa Kongo Joseph Kabila amewasili katika mji wa Goma unaodhibitiwa na waasi hao. Hayo yamekuja siku chache baada ya serikali kuondoa kinga ya Kabila kutoshtakiwa ili kufungua njia ya kumshtaki kwa uhaini. Serikali na chama tawala nchini Kongo vimekosoa vikali hotuba ya Kabila na uamuzi wake wa kutembelea mji wa Goma. Zaidi anasimulia Saleh Mwanamilongo. Kiongozi wa muungano wa kisiasa na kijeshi wa waasi wa AFC M23 Corneille Nangaa ametangaza kuwa Joseph Kabila amewasili katika mji wa Goma. Kwenye ujumbe kupitia ukurasa wake wa mtandao wa X, Nangaa amesema kwa pamoja na Kabila wanadhamiria kukomesha kile alichokiita kuwa ni udikteta na migawanyiko nchini Kongo. Kurejea huko kwa Kabila nchini Kongo kumethibitishwa pia na watu wa karibu yake. Kikaya bin Karubi, aliyekuwa mshauri wake wa masuala ya kisiasa na kidiplomasia, ameiambia DW kwamba Kabila aliwasili usiku wa kuamkia leo Jumatatu, lakini hakufahamisha ajenda na muda ambao kiongozi huyo wa zamani wa Kongo atasalia hapo Goma. Duru nyingine ya karibu na Joseph Kabila imeiambia DW kwamba ziara hiyo ni ya mshikamano na raia wa Kivu walioathirika na vita, na kwamba ana mpango wa kurejesha amani ambao watawasilisha pia kwa waasi wa AFC M23. Ijumaa iliyopita, Kabila alimkosoa mrithi wake Rais Felix Tshisekedi kwa kile alichokiita uongozi mbaya, akisema kuwa ameitumbukiza taifa katika mgogoro wa kimuundo na kuifanya Kongo kuwa kichekesho mbele ya jamii ya kimataifa. Katika hotuba aliyoitoa baada ya kuondolewa kwa kinga yake ya kisheria, Kabila alitetea utawala wake, akisisitiza kuwa Tshisekedi ameharibu misingi imara aliyoiacha baada ya miaka 18 ya urais. Mjini Kinshasa, hotuba ya Joseph Kabila na ziara yake huko Goma vimechukuliwa kama kitendo cha usaliti wa taifa na kwa demokrasia. Akihojiwa na televisheni ya taifa, msemaji wa serikali ya Kongo Patrick Muyaya amesema kuwa Kabila amepitwa na wakati na alitakiwa kunyamaza. Après, on a vu les réactions de Congolais. Je pense que tumeona maoni ya Kongo baada ya hotuba ya Kabila. Maoni ya Kongo walio wengi kwenye mitandao ya kijamii ni ishara tosha kuhusu wanachofikiria. Kwa hakika, Rais Kabila amepitwa na wakati, ambaye hana jambo jipya la kupendekeza kwa ajili ya mustakabali wa taifa. Kwa upande wetu sisi tumejikita katika kutatua matatizo ambayo yeye Kabila hakuweza kuyatatua wakati alipokuwa madarakani. Régler à l'époque. Akiwahutubia wafuasi wao kwenye makao makuu ya chama jijini Kinshasa, Augustin Kabuya, katibu mkuu wa chama tawala cha UDPS, alimtuhumu Kabila kwa kudhoofisha jeshi la Kongo na kuchangia uingiliaji kati wa Rwanda wakati alipokuwa rais. Kabuya amesema kiongozi halisi wa waasi wa M23 na aliyechangia kufilisika kwa taifa la Kongo ni Joseph Kabila katika uongozi wake wa miaka 18 wa taifa hilo lenye utajiri mkubwa wa rasilimali za madini. Ripoti yake Saleh Mwanamilongo. Je, lipi kusudi la Rais Kabila kutembelea mji wa Goma wakati kama huu? Hili ndilo swali ambalo mwenzangu Sudi Mnete amemuuliza Nixon Katembo, mwandishi habari na mchambuzi anayefuatilia kwa karibu masuala ya Afrika na hasa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akiwa mjini Johannesburg, Afrika Kusini. Hii ni mwendelezo wa kazi zake za kuunga M23. Kumbuka Kabila, watu wengi hawajui kwamba ni yeye ndio mwanzilishi wa maasi hayo tangu mwaka 2013 wakati alipotaka kujiondoa ile pressure iliyotolewa na Umoja Mataifa kuhusu uchaguzi wa mwaka 2011. Wakati wote imetajwa Rwanda, lakini Kabila hakuwa anatajwa. Anahusika vipi katika hizi vurugu za sasa? Kabila na Rwanda wamekuwa wakishirikiana pamoja katika kuimarisha usalama wa mashariki mwa Kongo kwa
maslahi binafsi. Kwanza maslahi yake ya kibiashara, kwa maana kuwa ana biashara nyingi ambazo zinafanyika kule Kongo. Kwa upande wa Rwanda ni kuweza kuendeleza maslahi yake ya kiuchumi, wala si hata kutetea wale wanaoitwa kuwa raia wa kinyamlenge ambao Rwanda inasema anaandama, pamoja na wakimbizi ambao wako pale Rwanda wanataka kurejea nchini Kongo. Uwapo wake Kongo wakati huu kutakuwa na matokeo gani? Utaligawa taifa ninaloona kati ya mashariki na magharibi, na hii inaweza ikawa na azma ya baadaye ya mgawanyiko ndani ya Kongo. Na hii ni moja kwa moja kutokana na uhafifu wa serikali ya Kinshasa. Serikali itakuwa na wajibu gani unahitaji hapa sasa hivi? Serikali ina wajibu wa kuweza kulinda mpaka yake pamoja na raia wa nchi hiyo, pamoja na kuleta maendeleo ndani ya nchi, lakini inaonekana dhahiri kwamba Kinshasa chini ya Tshisekedi imeshindwa kufanya hivyo, na badala yake tunaona Rais Tshisekedi pamoja na wapande wake wakijilimbikizia mali nyingi tu kama alivyofanya Kabila chini ya utawala wake wa miaka 15. Kabila ameondolewa kinga ya kushitakiwa, haitakuwa na athari zozote kwake? Hii itamfanya awe mkali zaidi na kuweza kupigania haki zake kama anavyotaja mwenyewe, pamoja na kuendeleza vita hadi pale pengine serikali ya Kinshasa itakapoanguka madarakani kwa kutumia waasi wa M23, na hii ni itaweka Kongo katika hali tete zaidi, ambako wengine tulitarajia kwamba kutakuwa na mazungumzo ya amani na ushirikiano, na tongoje wapo Marekani itakuwa na washawishi vya viongozi hawa wote ikiwemo Kabila pamoja na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Umetaja Marekani, lakini jumuiya za kikanda zimekuwa na jitihada zao. Ni kwamba juhudi zote hizi hazitafua dafu? Juhudi za kimataifa zimezalilisha kutokana na uongozi mbaya pamoja na kutokuwa na msimamo thabiti kwa serikali ya Kongo. Upande wa pili kutokuwa na msimamo wa kitaifa na ukosefu wa uzalendo kwa wanasiasa wa nchi hiyo kuhakikisha kwamba wanaliweka taifa mbele. Upande wa mashariki, kwa mfano SADC ilienda kule kusaidia Kongo, lakini mwisho ni kama imezalilishwa na imelazimika kuondoka. Uwapo wa Kabila katika eneo lile la mashariki ya Kongo utakuwa muda mfupi au utakuwa muda mrefu? Mimi naona kama unaweza ukawa muda mfupi, lakini utakuwa na madhara makubwa, kwa sababu inaonekana dhahiri sasa kwamba mashariki mwa Kongo ndio ngome yake wakati anapoendelea kupambana na serikali ya Kinshasa, iwe kidiplomasia, iwe kijeshi kupitia waasi wa M23. Nixon Katembo kama alivyozungumza na mwenzangu Sudi Mnete kuhusu ziara ya Joseph Kabila katika mji wa Goma mashariki mwa Kongo. DW tunavuma kwa kishindo. Unaendelea pia kutufuatilia katika channel yetu ya YouTube, na vile msikilizaji, una fursa ya kutuma maoni yako kwenye mitandao yetu ya kijamii kupitia Facebook na vile Instagram, na sisi tutayasoma hapa studio. Tuelekee sasa swala la Ukraine, ambapo rais wa Marekani Donald Trump amesema rais wa Urusi Vladimir Putin amekuwa mwenda wazimu kutokana na kuendeleza mashambulizi ya anga dhidi ya Ukraine, na ametishia kuongeza vikwazo dhidi ya Urusi kama itaendelea na kufanya mashambulizi. Trump pia amemkosoa rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kwa kusababisha matatizo zaidi kutokana na kauli anazozitoa. Mengi zaidi kuhusu mzozo kati ya Urusi na Ukraine anaarifu Grace Kabogo. Kwa mujibu wa msemaji wa idara ya ulinzi wa raia katika ukanda wa Gaza, Mahmoud Basal, Israeli ilifanya mashambulizi mapema leo asubuhi yaliyoilenga shule ya Fahmi al-Jarjawi iliyokuwa inawahifadhi wa Palestina waliokimbia makazi yao. Maafisa wa afya wamesema watu 33 kati ya watu 52 waliouawa walikuwa wamelala kwenye shule hiyo wakati wa tukio hilo, na kwamba watu wengine ambao idadi yao bado haijathibitishwa wamejeruhiwa
kujeruhiwa, wakiwemo watoto na wanawake kadhaa. Jeshi la Israel limesema lililenga maeneo ambayo yanatumiwa na wapiganaji wa Hamas ambao wanaendesha shughuli zao kutoka kwenye shule hiyo. Israel imezuia chakula, madawa na mafuta kuingia Gaza, ingawa kuanzia wiki iliyopita imeruhusu msaada mdogo kuingia baada ya tahadhari na maonyo kutolewa na wataalamu na shinikizo kutoka kwa baadhi ya nchi washirika wa Israel kuhusu baa la njaa katika ukanda wa Gaza kutokana na vita vyake dhidi ya kundi la Hamas. Viongozi wa mataifa ya Kiarabu na wenzao wa Ulaya waliokutana nchini Uhispania wametoa wito wa kukomeshwa kwa vita ambavyo wameviita vya kinyama na visivyo na mwelekeo. Waziri wa mambo ya nje wa Uhispania, Jose Manuel Albares, kwenye mkutano uliofanyika mwishoni mwa wiki, alitoa wito kwa Israel kuwekewa vikwazo vya silaha. Na ndani ya Israel, raia ambao wanapinga vita wamepambana na polisi mjini Tel Aviv. Timna Peretz ni miongoni mwa wanaharakati wanaopinga vita. Tuko hapa leo kupinga uhalifu wa kivita unaofanywa na Israeli dhidi ya watu wa Palestina katika ukanda wa Gaza na katika ukingo wa Magharibi. Tunapinga njaa, tunapinga uhalifu wa kivita. Hatutaki mauaji ya kimbari na mauaji ya kikabila kwa Wapalestina. Wakati huo huo, mkuu wa shirika la misaada la GHF linaloungwa mkono na Marekani huko Gaza ametangaza kujiuzulu, akisema ni vigumu kufanya kazi yake kwa kuzingatia kanuni za kutoegemea upande wowote na uhuru. Katika taarifa yake, mkurugenzi huyo mkuu wa GHF Jake Wood amesema amelazimika kufanya maamuzi ya kuondoka na kujiridhisha kuwa shirika hilo haliwezi kutimiza dhamira yake kwa njia ambayo inazingatia kanuni za kibinadamu. Kunradhi msikilizaji, hiyo ni ripoti yake Zainab Aziz kuhusu mgogoro wa Mashariki ya Kati na watu ambao wameuawa huko katika ukanda wa Gaza, na ilitambulisha kama ripoti kuhusu mgogoro wa Ukraine ambayo ilikuwa isomwe na Grace Kabogo. Lakini sasa wacha tumsikilize Grace Kabogo akituletea taarifa kwamba rais wa Marekani Donald Trump amesema rais wa Urusi Vladimir Putin amekuwa mwendawazimu kutokana na kuendeleza mashambulizi ya anga dhidi ya Ukraine, na ametishia kuongeza vikwazo dhidi ya Urusi kama itaendeleza mashambulizi. Trump amesema Putin amefanya mashambulizi ya anga ambayo yameilenga Ukraine na kusababisha mauaji ya takriban watu 13, wakati ambapo nchi hizo mbili zimebadilishana mamia ya wafungwa. Trump ameandika ujumbe kwenye mtandao wake wa kijamii wa Truth kwamba siku zote amekuwa akisema Putin anaitaka Ukraine yote na sio tu sehemu ya nchi hiyo. Ameongeza kusema kuwa siku zote amekuwa na uhusiano mzuri na Putin, lakini kuna jambo limempata, kwani amekuwa mwenda wazimu kabisa. Kulingana na Trump, wako katikati ya mazungumzo na Putin anawaua watu wengi bila sababu kwa kurusha makombora na droni katika miji ya Ukraine bila sababu yoyote ile. Trump amesema hafurahishwi na jambo hilo na limemshangaza. Hata hivyo, Trump amemkosoa rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kwa kutoitakia mema nchi yake kutokana na jinsi anavyozungumza. Amesema Zelensky amekuwa akisababisha matatizo kutokana na matamshi yake na bora aache kufanya hivyo. Trump amesema hivyo ni vita ambavyo visingeanza kama yeye angekuwa rais. Rais huyo wa Marekani amekuwa akizishinikiza Urusi na Ukraine kumaliza vita vilivyodumu kwa zaidi ya miaka 3, lakini pande hizo mbili hazina dalili ya kulifikia hilo, huku mataifa makubwa yakizungumza, vita vikiendelea na vikosi vya Urusi vinazidi kusonga mbele kuelekea mashariki ya Ukraine. Wakati huo huo, mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas ameelezea mashambulizi hivi karibuni dhidi ya Ukraine kama ya kutisha kabisa. It is clear that Russia has increased. Ni wazi kwamba Urusi imeongeza shinikizo dhidi ya Ukraine. Ni kweli inaishambulia Ukraine kwa mabomu. Tumeshuhudia mashambulizi mabaya zaidi. Kwa hiyo ni juu yetu kuweka shinikizo kwa Urusi ili nayo ikubali amani. So that it will also want peace. Kallas amesema wako tayari kutafuta amani kwa upande wa Ulaya na wana matumaini kuwa washirika wengine wa kimataifa pia watafuata mkondo huo. Katika hatua nyingine, msemaji wa kikosi cha anga cha Ukraine, Yuri Ignat, amesema Urusi imerusha droni 355 dhidi ya Ukraine usiku wa kuamkia leo katika shambulizi kubwa kabisa tangu Urusi ilipovamia Ukraine mwaka 2022. Kwa mujibu wa Ignat, droni hizo zimerushwa ikiwa ni siku moja tu baada ya mashambulizi ya Urusi kuwaua watu 13.
Ukraine bado haijaripoti kuhusu vifo vilivyotokana na shambulizi la droni, lakini imesema kombora la Urusi lililorushwa ndani ya saa 24 zilizopita limemuua mwanaume mmoja raia katika jimbo la Sumi ambalo limekuwa chini ya mashambulizi ya Urusi kwa miezi kadhaa. Asante sana Grace Kabogo. Tukamilishe sasa huko nchini Kenya. Kenya inapania kuuza chai nje moja kwa moja na kuwatenga mawakala ili kuyalinda maslahi ya mkulima. Haya yanajiri wakati sekta hiyo inasaka wateja wapya baada ya marufuku ya uuzaji wa chai ya Kenya nchini Sudan. Wakati mlango mmoja ukifungwa, mwingine unaonekana kufunguka. Ripoti mpya ya bodi ya chai ya Kenya inaonyesha kuwa Chad iko mstari wa mbele kuwa mteja mpya wa chai ya Kenya kupitia njia zisizo za moja kwa moja. Thelma Mwazaya ametuandalia taarifa hii ambapo amewashirikisha wakulima, wataalam na viongozi wa sekta ya chai kuhusu hali halisi ya biashara ya chai baada ya Sudan. Kabla ya vita kuanza, Chad isiyokuwa na bandari ilipokea bidhaa zake kupitia Sudan. Kwa sasa Chad inatazamwa kama mteja wa moja kwa moja wa chai ya Kenya, japo inapokea bidhaa inazoagiza kutoka nje kupitia mataifa jirani ya Nigeria na Cameroon. Nilipata nafasi ya kuzungumza na wakulima na wakazi wa maeneo ya Meru na Tharaka Nithi wanakopanda chai kwa wingi, na haya ni baadhi ya maoni yao. Jina ni Mary Modhoni. Biashara ya chai iko sawa na iko dhabiti. Na je, soko la Sudan? Hapa ni soko kubwa ama hivi? Kuna hii ni KTDA. The KTDA ndio wanajua pengine kule inaenda. Sisi ni kupanda, kuvuna, peleka kwa KTDA alafu wanatafuta market. Ndio hii mkarendi. Sitajulizika, sasa nikipima majani nauliza sasa hiyo bei itakuwaje? Juu soko ikiharibika hatujui tutaendaje. Tofauti vile alikuwa ananunua